tutakuwa tumefanya hii kazi ya kujenga sawa. Lakini tunatamani, kwa sababu ukishajenga, huyu mzee na familia yake hawawezi kula hilo jengo, na sisi sio kwamba tutakuwa tunarudi kila siku kwa ajili ya kuwaletea chakula. Kwa hivyo ndio maana nilianza kwa kuwashukuru jamii ya Wanaitongo, jamii ya wana Mwakibete kwa namna ambavyo mnamjali mzee huyu. Na niwaombe, pamoja na kwamba leo atakabidhiwa nyumba hii, familia hii bado itakuwa na uhitaji kwa sababu ya hali ya kiafya alionayo mzee huyu. Kwa hivyo tuendelee kutoa ule msaada tuliokuwa tunautoa awali, tuendelee kushirikiana na familia hii ili tuweze kusaidiana. Kwa nini? Kwa sababu ni muhimu kwenye jamii. Sisi wanajamii, sisi kama sehemu ya jamii, tusione ni jambo la kawaida mtu mwingine anapoteseka. Tusione ni jambo la kawaida mtu mwingine anapokuwa kwenye dhiki. Tusione ni jambo la kawaida mtu taabu. Kwa hiyo msaidie kwenye taabu yake hata kidogo. Usimwone mtu mwenye taabu ukaanza nawe kumwongezea taabu nyingine kwa kumsema vibaya. Basi msaidie kwa kile uwezacho kwa wakati huo, na yeye asahau taabu yake. Kwa kata ya Mwakibete, hii ni nyumba ya pili kujenga. Tulianza na nyumba ya kwanza ambayo ilijengwa mtaa Nyibuku pale kwa mzee wetu Hosea Kalimale, na hatimaye leo tumefanikiwa kujenga nyumba ya pili. Lakini kwa ujumla hii ni nyumba 23 kwa idadi ya nyumba zote ambazo zimejengwa na wewe bosi wetu, kwa maana ya jimbo hili la Uyole, lakini kwa jimbo kwa Mbeya yote, Mbeya jiji, na kwa baadhi ya maeneo ya nje ya Mbeya. Na ndugu zangu, tuendelee kumwombea mbunge wetu afya njema, lakini pale anapotoa akazidishiwe maradufu. Ni watu wachache na hasa viongozi wengi wenye uwezo au moyo wa kutoa kwa watu ambao wana uhitaji na sio ndugu zao. Tulikuwa tunaishi kwa shida. Hii nyumba ilikuwa inafuja, tunajifunika makaratasi. Usiku pale tulipolala tulikuwa tunaweka makaratasi. Kama mvua inanyesha tulikuwa hatulali usingizi. Makaratasi yale wakati yanapiga kelele. Asante sana. Mungu awabariki, na Mungu ambariki na yeye amuongeze siku ndefu. Asante. Nilikuwa ni nani mimi? Nijengeni. Asante sana. Abarikiwe. Kwa kweli maisha kabla ya kujengewa hii nyumba yalikuwa ni magumu kwa kweli. Mimi mwenyewe kuna muda mvua ikinyesha usiku nilikuwa nawaza hivi, huko nje tutaamka tutakuta jirani yetu ni mzima au nyumba imemdondokea. Kwa hiyo tunamshukuru Tulia, Mungu ambariki, amuongezee pale alipopunguza, Mungu akamzidishie.